wakaona cheche inatoka kwenye circuit breaker ambayo iko kwa ndani hapa, nitakupitisha kidogo. Kwa kipindi wanakuta hiyo circuit breaker, basi cheche bwana moto, watoke nje wachukue maji wani kuja kuzima. Mtazamaji wa Millard Ayo TV, tuko hapa High Table Sound tena leo, ikiwa ni msanii Barnaba ametembelewa na viongozi kutokea ofisi ya haki miliki Tanzania KOSOTA, na hapa unayemshuhudia akizungumza naye ni kaimu mkurugenzi ofisi ya haki miliki Tanzania KOSOTA Dr. Elias Mshomba, pamoja na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi haki miliki Tanzania KOSOTA Victor Tesha, ambao wote wamefika hapa ikiwa wamefanya kazi kwa karibu na Barnaba akiwa mwanachama wao, lakini pia hata balozi wao. So tupate kusikia wanalipi baada ya kutembelea ofisi hizi ambazo zimeungua moto usiku wa kuamkia leo. Asante sana. Kwanza tunapenda kumpa pole sana Barnaba. Uongozi wa ofisi ya haki miliki Tanzania KOSOTA, bodi yetu ya wakurugenzi inayotusimamia KOSOTA kama mlezi, inayoongozwa na mwenyekiti wetu Mr. Victor Tesha, watumishi wote wa KOSOTA, tumepata masikitiko au mshtuko mkubwa sana baada ya kupata hizi taarifa za kuungua kwa studio yako. Kama KOSOTA tunaelewa na tunaamini kwamba Barnaba kama kijana anaonyesha jitihada zake kubwa sana katika kuhakikisha kwamba maisha yake yanasonga mbele, lakini si hivyo tu, pia kusaidia vijana wengine, kuwapa ajira katika eneo lake dogo hili. Inafanya kazi kubwa na tunaziona. Lakini pia kama mwanachama wetu wa KOSOTA, sababu amejisajili kama Barnaba kama msanii na mbunifu, lakini pia kusajili kazi zake. Na pia nafasi nyingine ya kipekee, Barnaba amekuwa balozi wetu kwa muda sasa. Lengo kuu ni kutangaza tasnia ya muziki, na tunaona pia mabadiliko makubwa katika sekta yetu. Kama kaimu msimamizi mkuu wa taasisi ya ofisi ya haki miliki, sababu mkuu wetu wa taasisi yuko nje ya nchi kikazi, tunakupa pole tena sana. Lakini kwa sababu majanga haya hayabishi hodi, nafikiri kila Mtanzania atakuwa amesikitishwa na kilichotokea, kwa sababu kuna sekta ambayo imeathirika. Kama wanavyosema kulikuwa kuna kazi tayari, lakini kwa changamoto hii inaweza ikatoa masikitiko. Labda ombi letu pia tu ni kwamba wadau wote, watu wenye mapenzi mema, tumshike mkono kijana wetu, mdogo wetu, msanii wetu anayetuletea bidhaa sokoni ambazo tunazitumia, zinatupa furaha katika maisha yetu ya kila siku. Kama taasisi tutaangalia chochote cha kufanya. Tuna mwenyekiti wetu wa bodi, tuna management itaangalia ione itafanya nini angalau pia kusaidia kwa chochote kile ambacho inaamini inaweza ikakufuta machozi. Lakini pia usikate tamaa. Hii ni changamoto tu, inakukuza pia. Kwa hiyo tunaamini utakapoanza tena upya unaweza kwenda mbali zaidi ya ulipo sasa hivi. Na vijana wengine pia mtiane moyo, ndio maisha. Gari likibinuka uwezo ukasema unalitupa. Unaweza ukaangalia utaratibu mwingine na maisha yanaenda. Kwanza niwashukuru walezi wetu, familia yangu, bodi ya haki miliki kutoka KOSOTA ikiongozwa na timu nzima ya Wizara Sanaa, Tamaduni na Michezo. Niwashukuru sana, nimshukuru mwenyekiti wangu kakaangu Victor na mheshimiwa pale kaimu nafasi Mheshimiwa Elias. Lakini pia pembeni kuna rafiki yangu mkurugenzi wetu King D, naye ni mdau anayetusupport kutushika mkono mara nyingi. Kusema kweli athara tulioingia ni kubwa na thamani ambayo tumepoteza ndani ni kubwa, lakini kikubwa zaidi ni sehemu ya vijana. High Table ni sehemu ya vijana na imehudumu hapa karibu miaka 16 sasa. Na ukiniuliza mimi juhudi hizi zimetokana na nini? Karibu miaka 23 yangu ya muziki kuhudumu ndio kimetokea kitu kama hicho. Kwa hiyo of course ni taasisi ya vijana, hata unaona wengi ni vijana ndio wenye sehemu yao. Mimi kama kaka yao nimetengeneza tu daraja la kuhakikisha wanavuka na tunaepushana na vijana kwenda kwenye misongamano mingine ambayo sio mizuri. Kwa hiyo niwashukuru wadau ambao wananiunga mkono, na wale kama ulivyosema ambao wanaguswa wataguswa. Basi na mimi niko tayari napokea. Lakini pia nimshukuru ndugu yangu King D
amekuwa mtu wa kwanza kunishika mkono pia kuhakikisha tunaanza foundation ya chini. Lakini thamani ya vitu ambavyo tumepoteza ndani kama equipment, najua kakaangu Victor unajua. Lakini pia kazi za watu zimepotea. Equipment tumetoka kufanya renovate kama wiki 2 tu nyuma. Lakini kama unavyojua kazi ya Mungu haina makosa. Na kila jambo la Mungu linapotokea lazima tushukuru. Kwa cha msingi namshukuru Mungu na najua kwa uwezo wake kila jambo lina changamoto, alikuwa si njia kutokea. Tutaanza upya na kuanza upya si kitu kibaya. Cha msingi niwaambie tu Watanzania wote tunawapenda sana. Niwashukuru pia nafasi hii majirani zangu ambao wamenisupport, polisi, watu wa fire, bodi yangu ya wizara pia na watu wengine wote ambao wanaendelea kuguswa. Kwa hiyo kimsingi nashukuru na napokea salamu za pole na napokea pole kwa namna yote. Mwenyezi Mungu awabariki na washukuru sana. Sina kitu kingine. Nashukuru sana.